wafalme wafalme. Hebu mwazimishe Mungu kwa matendo yake makuu. Mwazimishe Bwana kwa sifa zake. Mwazimishe Bwana kwa maana wema wake ni mkuu sana. Uweza wake umetukuka. Matendo yake ni makuu kupita yote. Wewe umetukuka. Wewe uliyepasua bahari ya Shamu. Watu wako wakaenda kama nchi kavu, kama ambavyo neno linasema, kwa imani hata wakapita kati ya bahari ya Shamu kana kwamba nchi kavu. Kwa imani mto Yordani wakapita. Katika jina la Yesu tunakutukuza na kuhimidi jina lako. Tunakuinua tena Bwana, Mungu wa neema, Mungu wa mamlaka, mfalme wa wafalme, Bwana wa Bwana, Mungu wa miujiza. Rema sakata rapapapa yakata ramasaka yakata ramasaka yakata ramasaka rasakata rapapa yakata ramaka yakata rama yasakata rapapapa rapapa 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 yakaramaka yakata repapapa Ramasarabakota Ramadanaria Resotarabayata Ramasotakaraba Yatakarababa. Tunakutukuza, tunakushukuru, tunakutukuza Bwana, tunakutukuza. Nitakutukuza katikati ya kusanyiko la walio hai. Ninakutukuza kwa maana fadhili zako ni za milele. Ninakutukuza kwa maana uaminifu wako hauna kikomo. Ninakutukuza kwa maana wewe ni Bwana. Ninakutukuza kwa ajili ya kanisa lako, kwa ajili ya watu wako, kwa ajili ya wanaume na wanawake, kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya familia zao, kwa ajili ya nafasi ambazo Bwana unatupa kumiliki. Ramasana ramayata rapapapa. Ninakushukuru Bwana, ninakutukuza, ninakushukuru kwa uponyaji na uwezo. Ramasakaramakata resotakarama repapapapa rapapapapa rapapapa. Asante Mungu ni hai. Asante kwa ajili ya uwepo wako. Asante kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa ajili ya ukuu wako Bwana. Pokea utukufu na heshima. Ramasekarama Ramasatarama Resotakama. Pokea utukufu na heshima ya Bwana katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen. Makofi mengi kwa Bwana. Ongeza makofi tena. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuchangamke. Bwana Yesu asifiwe. Usiruhusu baridi ikasababisha usipokee. Sawa sawa? Usiruhusu baridi ikasababisha usipokee. Kwa hiyo changamka, kama mkao kupokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo changamka na kama mkao kufanyeje? Wa kupokea. Kwa sababu Mungu anaachilia neema na nafasi, pako wa kumiliki nafasi, nguvu ya kumiliki nafasi, nguvu ya kusimama na kukaa kwenye position yako. Nahitaji kukute uko katika mkao fulani ambao uko connected na madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikae kwa hasara kanisani, bali kaa kwa faida. Mwambie jirani yako kaa kwa faida. Mwambie kaa kwa faida. Usikae kwa hasara. Kaa mkao wa kupokea. Amen. Amen. Amina. Basi tunaendelea tena na somo letu la nguvu ya Roho Mtakatifu katika kumiliki nafasi, au nafasi ya Roho Mtakatifu katika kumiliki nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ana nafasi gani
kwenye kumiliki nafasi. Tulisema nafasi kitu cha muhimu sana, ndio inaamua upate nini. Ndio maana nilikupa mfano mtu anayeteuliwa, mfano mtu akipata nafasi ya kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. That is a position, ile nafasi. Anapokuwa waziri mkuu, moja ya sifa au moja ya marupurupu ya nafasi, hata akistaafu bado analipwa mshahara. Bwana Yesu asifiwe sana. Au akiwa jaji mkuu, hata akistaafu, amemaliza muda wake, bado anaendelea kulipwa mshahara, karibu 80% ya mshahara unaingia. Bado ana nyumba, anakaa kwenye nyumba ambayo amejengewa na serikali. Bado ana ulinzi. Mawaziri wakuu wote ambao wamewahi kupita kwenye serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania toka tumepata uhuru, wale wote kisheria bado wanalipwa, ambao wako hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kinachowafanya waendelee kupata hayo marupurupu ni nafasi walionayo. It is a position, sio majina yao. Unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Kinachofanya waendelee kupata hizo stahiki ni position. Walipomiliki zile position zikaamua mambo yaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapokuwa appointed kwenye nafasi fulani, kuna marupurupu yanayokuja. Ukiacha mshahara, kuna mambo yanakuja kwenye maisha yake. Kuna heshima inakuja kwenye maisha yake. Kuna uwezesho unakuja hata kwenye mambo ya rohoni. Ni hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada Daudi, kabla hajapakwa mafuta, alikuwa anafahamika kama mtoto wa Yese, mtu ambaye kazi yake ni kupeleka kondoo wachache polini kwenda kuchunga. Lakini baada ya kutiwa mafuta kwenye Samueli wa kwanza 16 na ule mstari 1 mpaka 13, baada ya kutiwa mafuta, Biblia inasema tunaona maisha yake yanabadilika. Ni kweli aliendelea kubaki kuwachunga wale kondoo, lakini kuna ujasiri uliingia. Kwani ilikuwa Biblia inasema na Roho akamjiria Daudi kwa nguvu. Tunaona baada ya hapo ni shuhuda tu, anaua simba na dubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Before hajatiwa mafuta, before hajapata hiyo position, alikuwa ana uwezo wa kumkabili simba na dubu. Lakini baada ya nafasi ile kuipata rohoni, tayari ana ujasiri. Akimwona simba hamuogopi, akimwona dubu na ukali wake hamuogopi, anaweza kumkabili. Kinachompa kumkabili ni yale mafuta yaliyomweka kwenye ile nafasi. Haleluya. Kuna upako ukikuweka kwenye nafasi, hautaogopa changamoto. Kuna upako ukikuweka kwenye nafasi, hautaogopa masomo, hautaogopa elimu, hautaogopa hali ya familia, hautaogopa hali ya familia yako, bali yale mafuta yatakutia nguvu ya kwamba Bwana anaweza kufanya njia mahali pasipo na njia. Haleluya. Nisikia amina ya mtu mmoja. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema Daudi akaanza kujifunza kupiga kinubi, akawa mpiga kinubi akiwa polini, akawa anapiga kinubi, akawa anapiga kinubi huko anachunga wale kondoo. Na Biblia inasema ya kwamba Roho wa Bwana alikuwa amemwacha Sauli, na roho mbaya ikaanza kumsumbua. Kwenye Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 14, roho mbaya ikaanza kumsumbua. Na yule unajua ni mfalme, japo amepoteza cheo, lakini bado nani? Mfalme. Kwenye ulimwengu wa roho amepoteza nafasi ya mfalme, lakini mwilini still is a king. Ana pepo. Mfalme hatumtoi pepo kwa kumwekea mikono, anahitaji atolewe pepo kistaarabu. Na ile pepo anatolewa kwa kupigiwa nini? Muziki.
Kanampiga kinubi mashuhuri ambaye ana mafuta ya kumtoa pepo kwa kupiga kinubi. Baba, kumbe unaweza kumpiga kinanda unatoa pepo. Yaani kile kinanda unapopiga pepo zinaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema wakasema na tutafute mtu ambaye wakati roho mbaya itakapomjiria huyu mtu atapiga kinanda kwa ustadi wake na ile roho mbaya imwache. Wanaanza kutafuta mtu. Mstari wa 18 katika sura ile ya 16 Biblia inasema mtu mmoja akasema, nimemwona mwana wa Yese Bethlehemi, mtu shujaa, mtu hodari, tena ni stadi wa kupiga kinubi, mwenye sura nzuri, lakini pia roho wa Bwana yu pamoja naye. Huyo mtu na aletwe. Biblia inasema Daudi anaanza kwenda kuexperience maisha ya ufalme. Kinachompeleka ni kwenda kupiga kinubi tu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajifunza nini? Kumbe mtu akikaa kwenye nafasi, kinachomfanikisha kwenye maisha sio mambo makubwa tunayoyafikiria. Mtu akikaa kwenye nafasi yake, kinachomfanikisha ni ile nafasi aliyokaa, ni yale mafuta aliyomiminiwa, ni ule upako alionao. Ule upako wa nafasi unaweza kumtengenezea mazingira ya yeye kufanikiwa katika mambo madogo, katika mambo ambayo wengine wanayapuuza. Hayo ndio yanampa kufanikiwa mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine anatafuta kuwa mpaka awe na mambo makubwa. Mtu aliyekaa kwenye nafasi na yale mafuta akaanza kuoperate, yakawa active yale mafuta. Mpaka nikwambie hivi, nafasi ile utaona mtu anafanikiwa kupitia mambo ambayo ni madogo madogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauhitaji mambo makubwa, unahitaji mafuta, unahitaji upako, unahitaji neema ya Roho Mtakatifu, unahitaji nguvu ya Bwana, unahitaji ule upako wa nafasi. Ukikaa kwenye ule upako, mambo yanaanza kwenda sawa sawa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema Daudi akahama kukaa kuchunga kondoo, akaanza kuishi ikulu, akaanza kuishi kwa mfalme. Kinachompeleka ni ile kupiga kinubi, lakini ukumbuke ya kwamba sio kinubi kinachompeleka, lakini ule upako wa nafasi ni ambao unambeba kila maeneo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Atafanyiwa nini Israeli aibu hii? Atafanyiwa nini? Anatafuta. Always mtu ambaye ana upako huo, huwa fursa zinamfungukia tu. Haleluya. Hautatafuta fursa. Fursa zitakutafuta mwenyewe. Haleluya. Nasema fursa zitakutafuta mwenyewe. Nasema fursa zitakutafuta mwenyewe. Nasema fursa zikutafute katika jina la Yesu aliye hai. Wakati wengine hawaoni, wewe uone fursa. Haleluya. Wakati wengine wanasema haiwezekani, wewe uone inawezekana. Wakati wengine wanasema hapana, mahali hapa ni pagumu, wewe uone ni pepesi. Wakati wengine wanasema familia hii haiwezi kuendelea, wewe uone kupiga hatua katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu naongea na watu, nasema uone kupiga hatua, uone kupiga hatua, uone kupiga hatua, uone kupiga hatua. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kinachoshindikana unapokaa kwenye nafasi. Nilikwambia ukipoteza nafasi mambo ni magumu. Kuna watu kama 5 ambao walipoteza nafasi. Wako wengi lakini mimi nimejaribu kuangalia 5. Mtu wa kwanza tulijaribu kumwangalia mwanzoni anaitwa Adamu, si ndivyo? Alipopoteza nafasi akafukuzwa kwenye bustani ya Edeni. Akaanza kuishi maisha magumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipopoteza tu ile nafasi, akapoteza nafasi ya kukaa Edeni. Na hivyo tunaona kwenye Mwanzo sura ya 3 mstari wa 22.
Biblia inasema Bwana Mungu akasema, mtu huyu amekuwa kama mmoja wetu, asije akanyosha mkono akatwaa matunda ya mti wa uzima akala akaishi kama sisi. Tufanyeje? Chase him away. Toa huyo mtu kwenye bustani. Experience maisha magumu ya kuilima ardhi, michongoma imzalie huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Akale kwa jasho. Sio kwamba mwanzoni alikuwa hakuna jasho. Jasho ilikuwepo, lakini haikuwa kwenye hicho kiwango, kwa sababu toka mwanzo Mungu alimwambia kuilima ile bustani. Maana kulikuwa kuna neema ambayo alikuwa anafanya kazi, lakini kuna neema ya kumsaidia kufanikiwa kwa haraka zaidi. Sasa hivi ile neema inaondolewa. Kwa hiyo jasho unatakiwa kusweti zaidi ili ule. Bwana Yesu asifiwe sana. Akapoteza ile nafasi. Alipopoteza, akapoteza mamlaka ya bustani ya Edeni. Akatolewa mbali na bustani ya Edeni. Akaanza ku experience machungu. Nafasi ikipotea, machungu yanarudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa pili aliyepoteza nafasi tunamwona ni Esau. Akapoteza nafasi ya uzaliwa wa kwanza, akakosa na baraka. Tulijaribu kumuona jana. Mambo yake yakawa magumu huyu mtu. Akaanza kupitia machungu huyu mtu. Akawa ana amani huyu mtu. Anaitwa Esau. Akaitafuta kwa machozi, lakini asipate huyu mtu. Kwa nini? Amepoteza nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafasi ikipotea na baraka inapotea. Mtu wa tatu aliyepoteza nafasi anaitwa Rubeni. Ukisoma Nyakati wa Pili, Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ngapi? Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 5 na ule mstari wa kwanza. Akapoteza nafasi, akakosa nafasi. Nafikiri Mambo ya Nyakati wa kwanza. Akakosa nafasi ya kufanyeje? Ya kuwa mmiliki wa ile baraka kutoka kwa baba yake. Kinachomfanya akose ile baraka ni kwa sababu ya ile nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa nne kupoteza nafasi anaitwa Sauli, aliyekuwa mfalme. Alipopoteza nafasi, akapoteza nafasi ya familia yake kuendelea kutawala. Tunaona yeye anakufa kifo kibaya vitani. Sema anakufa yeye na watoto wake watatu. Anakufa na Yonathani ambaye alipaswa kuwa mfalme baada ya yeye. Ndio mfalme ambaye miongoni mwa wafalme wachache ambao walitawala yeye peke yake. Hakuna mwanae mwingine alikuja kutawala badala yake. Kwa nini? Baba alipoteza nafasi. Alipopoteza nafasi, akaathiri kizazi chake. Kwa hiyo nafasi ikipotea, huwa wakati mwingine athari haikai tu kwa yule mtu. Athari huwa inaenda kwenye mpaka kizazi. Ile athari inaenda mpaka kwa watoto. Wewe angalia watoto wa Sauli, anakosekana mfalme mwingine wa kurithi nafasi. Kwa nini? Kwa sababu baba alipata nafasi akaichezea. Kwa hiyo kuna mtu ukikubali kuchezea nafasi yako, maana yake sio wewe tu unaathirika, unaathiri mpaka na uzao wako. Ndio maana nilikwambia jana, nafasi lazima ilindwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa tano aliyopata nafasi anaitwa Yuda Iskarioti. Aliteuliwa kuwa mwanafunzi wa Yesu, akawa na nafasi ya kuwa mtume miongoni mwa watu ambao tungelikuwa tunawasoma kama mababa wa kanisa, kama watu ambao walikuwa miongoni mwa mitume 12. Lakini tamaa ilipomwingia, akapoteza nafasi yake. Ile nafasi yake ikaondolewa. Mpaka leo hatumhesabu Yuda kama miongoni mwa wanafunzi. Kwa nini? Kwa sababu alipoteza nafasi yake. Nafasi yake ikachukuliwa na mtu anaitwa Mathia, akabeba ile nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana.
Haleluya. Sio kama unanielewa vizuri. Kwa hiyo nafasi ikipotea, athari zake haziwi kwako peke yako. Athari yake inaenda mpaka kwa watoto, inaenda mpaka kwa familia, inaenda mpaka mbali. Kuna watu wanaanza kuishi maisha magumu kwa sababu kuna mtu mmoja amepoteza nafasi. Hali kadhalika hivyo hivyo, kuna mtu akirejesha nafasi yake, amerejesha nafasi ya familia. Familia itaanza kutembea katika neema. Unaona Daudi aliporejesha nafasi yake, Biblia inasema ya kwamba Mungu akaweka agano ya kwamba Daudi, wewe ni mtumishi wangu, na kwa sababu umekwenda katika njia zangu vizuri, hautakosa mtu katika ufalme, katika watoto wako. Hata baada ya Daudi kuondoka, akaja Suleimani akakosea. Suleimani baada ya kukosea, Mungu akamwambia, ninaurarua ufalme kutoka kwa Daudi, lakini kwa sababu ya heshima yangu mimi na mtumishi wangu Daudi, sitamnyang'anya wote. Nitamwachia angalau makabila mawili. Nitamwachia kabila la Yuda pamoja na Benjamin. Singelikuwa Daudi, asingelikuwa agano langu na Daudi, ningelimnarua yote kabisa. Lakini akamwambia Suleimani, kwa sababu nimekubariki, nimekupa hekima na kila kitu, sitafanya hayo katika maisha yako. Nitasubiri mwanao ndio nimtendee haya. Biblia inasema Suleimani akamaliza muda wake, akafa. Alipokufa akatawala mwanae anaitwa Rehoboam. Rehoboam alipotawala tu, hapo ndipo Mungu akaurarua ufalme wote kutoka kwa Daudi. Akamwachia makabila mangapi? Mawili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ufalme ukagawanyika, lakini kwa sababu ya mtu ambaye alitembea kwenye nafasi ya Bwana, bado Biblia inasema alimwachia taa. Alimwachia nini? Taa. Wazao wake wakaanza kufurahia ile taa ya Daudi. Kila wakati Mungu alikuwa akitaka kuponya Yerusalemu, anakumbuka Daudi mtumishi wake. Anasema, kwa sababu ya Daudi mtumishi wangu, naacha hii kitu. Naacha hii kitu. Hasira yangu, hasira yake inarudi. Kwa hiyo kumbe nafasi unapomiliki ina faida katika maisha yako, lakini nafasi isipomilikiwa ina hasara katika maisha yako yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kama unanielewa vizuri. Kwa miliki nafasi yako, usichezee hiyo nafasi. Ni muhimu sana. Mungu amekuita wewe, akakuokoa kwenye familia yenu. Haijalishi wako wangapi waliokoka, lakini unapaswa kusimama kama wewe na kuona kwamba mimi ni mtu pekee ambaye natupaswa kuleta ushindi kwenye familia, kama mtu ambaye nitasimama kwenye nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Kwa hiyo huyu Daudi alipoweza kusekiwa nafasi yake, uzao wake wote wanatembea na ile baraka, wanaona ile neema ya Mungu, wanaona lile agano la Mungu, wanaona Mungu akiwatajirisha, wanaona Mungu akiwafanikisha, wanaona Mungu akiwatetea, wanaona Mungu akiwapigania, wanaona Mungu akiwashindia vita. Ni kwa sababu ya mtu ambaye aliweza kuitunza nafasi yake. Hawezi kuona neema ya Mungu kama nafasi yako utaipoteza. Na nilikwambia kuna watu wengi ambao wamepoteza nafasi zao. Wamepoteza nafasi zao. Tunawaona kanisani, lakini nafasi zao zimepotea. Wengine wamepoteza nafasi zao kwa sababu ya dhambi zilizoingia kwenye maisha yao. Wengine wamepoteza maisha yao kwa sababu ya vita walionayo rohoni. Wengine wamepoteza nafasi zao kwa sababu ya makosa maombi. Wengine wamepoteza maisha yao kwa sababu ya mashambulizi rohoni. Ndio maana ni muhimu sana tukakaa vizuri na Mungu ili kuweza kuirejesha nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaona wote waliojirejesha nafasi walikuwa vizuri na Mungu. Walikuwa vizuri na Mungu.
Nafasi yako haiwezi kurejea kama hutakuwa vizuri na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akikaa kwako anakusaidia kurejesha ile nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na uzuri kesho mchungaji amesema waandike mambo mangapi? Yasizidi mangapi? 4. Kesho tutakuwa tunafanya maombi kwa kila mtu. Tutaombea kila mtu, hata mtoto mdogo, hata aliyeko tumboni. Mama mjamzito tutamwombea yeye na mtoto wake aliyeko tumboni, ili atakapozaliwa amiliki nafasi yake. Tumeona kuna mtu alianza kupoteza nafasi akiwa bado yuko wapi? Tumboni. Bwana Yesu asifiwe sana. Alianza kupoteza nafasi akiwa tumboni. Kwa kesho tutakuwa tunafanya maombi kwa kila mtu ambaye atakuwepo kwenye ibada. Kila mtu ambaye atakuwepo, Mungu akupe neema ya kumiliki hiyo nafasi yako. Utakapomiliki nafasi yako, sijui nikwambieje, lakini utaanza kuona mambo yanabadilika. Kuna neema na upaji utaanza kuona wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee. Jana tulisema mambo yanayobebwa na nafasi, si ndivyo? Tukasema jambo la kwanza nini? Nafasi imebeba baraka, si ndivyo? Tulienda jambo la pili au tulishia jambo la kwanza? Tulishia jambo la kwanza. Jambo la pili, mambo yaliyobebwa na nafasi. Nafasi imebeba kusudi la Bwana ndani ya mtu. Ukiacha baraka, nafasi pia, jambo la pili, imebeba kusudi la Mungu. Imebeba kusudi la nani? La Mungu. Imebeba kusudi la Mungu. Kila nafasi ambayo Bwana anakupa, ndani yake ile nafasi huwa imebeba kusudi la Mungu. Ukiacha baraka, hiyo kwenye nafasi. Hata Mungu akikupa nafasi kanisani, unajua wengi wanapofika kanisani, labda anapata nafasi fulani, labda ya kutumika katika nafasi labda ya uzee wa kanisa, labda shemasi au mhudumu au mtu wa media au mkaribishaji au protocol, vyovyote viwavyo, si ndivyo? Ile nafasi ndani yake huwa imebeba kusudi la nani? La Mungu. Usije ukaona kama ni nafasi ambayo umepewa tu na mchungaji. Ona ya kwamba kupitia ile nafasi kuna kusudi la Bwana. Kwanza kwa ajili ya kanisa, pili kwa ajili ya familia yako, tatu kwa ajili yako mwenyewe. Lazima uone hivyo. Kama usione kama labda tu umeipata kwa sababu ya mambo fulani, labda kwa sababu ya mambo ya nje. Umeipata kwa sababu ndani yake kwa hiyo nafasi kuna kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na usipotumika kama ndani ya hilo kusudi, maana kuna mambo utaanza kuyaharibu ya maisha yako. Ni vizuri kila nafasi ambayo umeipata katika nyumba ya Bwana, jitahidi kutumika ukijua ya kwamba ndani yake kuna kusudi umebeba la Mungu. Wakisema maombi, njoo kwenye maombi. Likitangazwa jambo fulani, hakikisha unakuwa sehemu ya lile jambo kwa 100%. Kwa nini? Ile nafasi imebeba kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama unaona huwezi, lakini maadamu Mungu ameachilia neema ya wewe kupata hiyo nafasi, maana Mungu ana uwezesho. Katika watu ambao hawakuwahi kufikiri kama ningelikuwa mchungaji mimi. Kwanza mimi nimekuwa katika maisha ya kipagani. Sawa, unajua? Bora wale ambao wamekuwa Sunday school kanaenda na kanisani, kana Sunday school kanaenda, unaelewa? Au yule ambaye amezaliwa familia ya kichungaji. Mimi toka nimezaliwa sikuwahi kukanyaga kanisani. Kwa sijui kabisa habari za nini kanisa.
sikuwahi kujua habari za kanisa. Nilikuwa tu mtu wa mataifa mzuri. Unanielewa? Mtu wa mataifa nini? Mzuri kabisa. Na alikuwa mlevi, sio mnywaji, baba askofu. Unajua kuna tofauti ya mnywaji na mlevi. Mimi sikuwa mnywaji, mimi nilikuwa mlevi. Yaani mtu ambaye analewa mpaka jaribu kupiga picha nilivyo yani. Jaribu kufanya imagination, urudi kwenye hiyo miaka, alafu nipigie picha na sura yangu ilivyo sasa nilivyokuwa na yumba yani. Unaweza kupata picha ilikuwaje hivi? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana huwa nikimuona mtu ni mrevi, huwa namuonea huruma sana. Sema huyu mtu laiti angelijua neema ya Mungu, angelitoka kwenye haya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mlevi yule aliyepindukia, ambaye anakunywa kila pombe inayokuja mbele yake. Kila inayokuja maadamu inaitwa nini? Hiyo ni halali yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huyo mtu unafikiria kuna siku angeliweza kuwa mchungaji? Angeliweza kuwa na hiyo ndoto kwamba kuna siku hata kwanza tu acha kuwa mchungaji, kuokoka tu. Kama ungeliniona miaka hiyo kuanzia mwaka 94 mpaka 2004 tarehe 1 2004 tarehe 1 2004 kurudi mpaka 94, usingeliamini kama huyu mtu anaweza siku moja kuja kuokoka. Unielewa vizuri? Umeelewa nilivyosema? Usingeliamini hata siku moja. Kwa hiyo ulevi ukanipelekea mpaka kuwa mvuta bangi. Nikavuta bangi, nikawa mvuta bangi kabisa. Tena ule wa kuvuta. Ila mimi tu nikivuta bangi sio mkorofi. Nakuwa mpole kabisa, natulia. Alafu nakula sana. Nakula sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru Mungu katika maisha yote ya hizo mbiringe za miaka 10 hawakunitoa meno. Sikuokoka sina jino. Sikuokoka jicho moja limeenda upande, hamna. Lakini nashangaa niliponaje kwenye maisha. Ilipofika tarehe 1 mwezi wa kwanza 2004, nikasema leo naenda kunywa mara ya mwisho, alafu sitakunywa pombe tena. Nikaenda nikanywa, nikakesha kunywa, alafu nilipoamka asubuhi nikasema sinywi tena. Nikaondoka kutoka visiwani nilikokuwa. Nikasema ili nisinywe, nikikaa huko nitakunywa. Sasa acha nitoke niende mahali ambako sitakuwa na hera, nitapigika kweli kweli na maisha. Nafikiri sikuwa mimi, alikuwa ni Mungu. Na mimi haya mambo yote ya kuacha hayo pombe, bangi, sigara, si nini, makorokoro yote sikuyaacha baada ya kuokoka. Niliyaacha kabla sijaokoka. Na nikakaa mwaka mzima na nusu nikiwa sifanya hayo mambo, ndio nikaja kuokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nilikaa kwenye hayo maisha, nikalowea, akili yangu ikafunga, ikawa giza. Unanielewa vizuri? Ikawa nini? Giza kabisa. Nikawa mjinga wa wajinga, yani katokomea kabisa. Nikafuta memory yote, nikawa sielewi chochote kile. Ndugu zangu wengine wakawa nafikiri labda nimekufa, sipo. Nishakufa labda.
Sasa kwenye aina ya maisha kama hayo, maana yake unafikiria huyu mtu, huwezi kufikiria kama kuna siku anaweza kuja kumtumikia Mungu, si ndivyo? Lakini nilipookoka 2005 ndio nikaokoka mwezi wa 7. Nikafanyaje? Nikampokea Bwana Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Pale maisha yangu nilifungua ukurasa mpya. Fungua ukurasa mpya. Na nikawa mtu wa kwanza kabisa kuokoka kwenye familia yetu. Mtu wa kwanza kabisa kuokoka. Hakuna mwingine aliyewahi kuokoka. Yaani mimi nimekuwa wa kwanza kuokoka, nimekuwa wa kwanza kwa mchungaji. Yaani nimekuwa tu mtu wa kwanza mambo mengi nimekuwa tu wa kwanza na mengine siwezi kukataja mengi tu. Nimekuwa wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikisema nianza kushuhudia maisha yangu, hata hubiriana mengine, tunaweza tukaongea tu hayo. Ni mengi, acha nikishie kwanza hapo. Tuendelee. Nafasi imebeba kusudi la nini? La Mungu. Kwa hiyo nafasi ulionayo katika mwili wa Kristo, ndani yake imebeba kusudi la Mungu. Hebu tusome kitabu cha Esther sura ya 2 mstari wa 15 mpaka 17. Mtumishi wa Mungu nisome. Kitabu cha Esther sura ya 2. Esther sura ya 2 mstari wa 15 mpaka 17. Hata ilipoadia zamu ya Esther, mjomba wake Mordekai ndio 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 barikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamuona huyu mdada ambaye kwanza alikuwa ni yatima. Hiyo Biblia imesema kwa Mordekai alimtwaa baada ya wazazi wake kufa, wakati wa uhamisho wa Nebukadneza. Wazazi wake wakafa, huyu bwana mdogo Mordekai akamtwaa akaenda naye uhamishoni, kaenda kuishi naye, akamfanya kuwa binti yake. Na Biblia inasema huyu Asuero wa uzao wa Medi wa Jemi, nafikiri huyu Asuero, Biblia inasema alikuwa na mke anaitwa Vashti Malkia. Baada ya mambo mengi kutokea, Biblia inasema Vashti akakataa alipoitwa na mfalme Asuero. Baada ya mfalme Asuero kuandaa karamu yao, kuwafanyia karamu utawala wake, ameitisha marafiki na watu wakuu na wafalme, akaita Vashti ili amuonyeshe kwa watu namna ambavyo Vashti alivyokuwa mzuri. Anasema Vashti akakataa ule wito wa mfalme, na Biblia inasema Vashti akaondolewa kwenye ule umarikia, na ikatangazwa mbiu ya kwamba watafutwe mabinti walio mabikira, waingizwe kwa mfalme, kwanza watunzwe muda wa mwaka mmoja, alafu then waanze kuingia moja kwenda kwa mfalme. Mfalme aone atakayemfaa ili amfanye kuwa malkia. Huo ulikuwa utaratibu wao, usipate taabu. Sawa sawa.
Na Biblia inasema baada huyu Esther mjomba wake Mordekai ndiye aliyemuingisha. Baada ya kusikia hilo tangazo, Mordekai akasema hawezi kukaa hivi hivi, hebu tujaribu bahati. Sawa sawa. Inawezekana kuna kitu Mungu anaweza kukifanya kupitia wewe Esther. Nenda. Akamuingiza kule kwa sababu alikuwa ni wageni kutoka nchi ya Yuda, walikuwa wa uzao wa Benjamin hao watu. Kwa sababu walikuwa wageni, hakutaka adhihirishe kabila yake, kwa hiyo akaingia hivyo kwa siri, akakaa kule. Na Biblia inasema kwamba Esther akapata neema na kibali, akawa malkia wa ule ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipopata umalkia tu, akiwa tayari ni malkia, Biblia inasamani akampandisha juu ya maakida wote walio kwenye ufalme wa Asuero, ambao ulikuwa na miliki majimbo 127 duniani wakati ule. Akampandisha akawa akida mkuu juu ya maakida wote. Ulikuwa ukitoka mfalme Asuero, anayefuata ni Haman. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya Haman kuinuliwa, Biblia inasema mfalme akapitisha sheria ya kwamba wafanyakazi wote wanaofanya kazi katika lango la mfalme, wakati Haman atakapokuwa anapita, wote wanapasa kuinama na kutetemeka au kutoa heshima ya kupiga magoti mbele ya Hamani. Mordekai naye alikuwa kwenye ule mlango wa mfalme. Huyu amemiliki, amekuwa malkia. Anafikiri ile nafasi amepata tu malkia, lakini asijue ile nafasi ilikuwa na kusudi la Mungu. Mungu ameshaona yatakayotokea wapi mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ile kusudi anapewa Esther, ambaye ni binti, tena binti mdogo, tena ni yatima, ndiye anapewa hilo jukumu. Na nikwambie ya kwamba Mungu haangalii watu fulani ili kuwapa kazi, ili kuwapa kusudi. Mungu anaangalia wala wanaopendeza moyo wake, wala ambao anasema hawa watalibeba kusudi, bila kuangalia mazingira yao. Kwa hiyo kafikiri ya kwamba Mungu ataangalia mazingira yako ndio akupe kusudi hilo, ili akupe hiyo nafasi. Ndani ya nafasi kuna kusudi pia la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kama unaweza kuona kama umebeba kusudi la Mungu, au unaweza kuona tu wewe ni mtu wa kawaida, au unaweza kujiona tu wewe ni wa kawaida tu, ni mtu tu, ukajidharau elimu yako ndogo, ukajidharau kwa sababu ya familia yako, historia ya familia na nini, ukajiona tu you are nothing. Hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni mtu wa Mungu. Wewe umebeba neema ya Mungu. Umebeba jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Umebeba neema ya Mungu. Jikubali. Haleluya. Wewe usijione kuwa mtu wa kawaida. Mungu hana watu maalumu. Kila mtu anaweza kuwa maalumu kwa Mungu kama ataamua yeye mwenyewe. Wewe kubali mtaji ulionao ni wa kuokoka. Ulipookoka tu, huo ulikuwa ni mtaji tosha. Kama utatumia hiyo nafasi ya wokovu, utaenda mbali. Kama utatambua majukumu yako na ukasimama na Mungu, ukawa mtu wa kutafuta uso wa Bwana, kuna mahali utaenda. Haleluya. Mungu anasema alivichagua vinyonge vya ulimwengu huu ili kuviaivisha vitu vyenye nguvu. Mungu anachaguaga watu ambao wanaonekana ni wanyonge wakati mwingine, ambao wanaonekana hawafai, ambao wamesarauliwa na kila mtu, ambaye watu wamewapuuza, ambaye watu hawaheshimu, ambaye watu wanawaona wa kawaida. Hao watu wamebeba neema ya Mungu. Esther alionekana wa kawaida. Esther alikuwa hana wazazi. Esther alikuwa amepoteza wazazi. Akiwa anawaza yeye sasa maisha yake yameisha, akiwa anawaza bora mama yake na baba yake angelikuwepo, Mungu anamwambia, mimi ndio mama yako na baba yako. Naweza kufanya mambo ambayo mama yako na baba yako hawawezi kuyafanya. Bwana Yesu asifiwe sana.
Ninaweza kufanya mambo ambayo elimu yako haiwezi kufanya. Ninaweza kufanya mambo ambayo ukoo wako hauwezi kutendea. Ninaweza kutenda mambo ambayo watu hawezi kukutendea. Mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gani nisiloliweza? Wewe niamini tu Esther, usijali. Hata katika nchi ya ugeni nitakutokea. Haleluya. Hata katika nchi ya ugeni nitakupa furaha. Hata katika nchi ya ugeni nitakufanya kuwa mkuu. Hata katika nchi ya ugeni nitakufanya kuwa mtawala. Wewe niamini tu, usiangalie mimi niko kwenye nchi ya ugeni. Mungu hana ugeni. Haleluya. Ni kweli wewe kwenye nchi ya ugeni, lakini Mungu ana ugeni. Hata ukienda nchi ya ugeni, kama unaye Yesu, Yesu atakutokea kule kule na atakufanya kuwa mkuu katika jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafasi imebeba kusudi la nani? La Bwana. Imebeba kusudi la Mungu. Imebeba kusudi la Mungu. Huyu anakuwa mfalme, anakuwa malkia. Maisha yanaenda. Hamani anainuliwa. Unajua adui ukiona anainuliwa usichukie. Unasikia? Usimchukie adui yako anapoinuliwa. Inawezekana anainuliwa ili akutengenezee mazingira awe kukaa kwenye nafasi hiyo imeinuliwa. Unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Kwa sababu Biblia inasema waovu, kuinuliwa kwa waovu ili kusudi waangamie. Yaani mwenye dhambi anapoinuliwa huwa anainuliwa ili aangamie vizuri. Huwa hainuliwi ili apate zile, ili awe mtu aliyebarikiwa. Anainuliwa ili aanguke, ili anguko lake likija kutokea liwe kubwa zaidi, kwa sababu anguko la mtu aliyoko juu huwa haliwezi kulingana na mtu na anguko la mtu aliyoko nini. Unaelewa vizuri? Anguko la mtu ambaye yuko pale, akitoka pale akaja akapiga pu hapa, haliwezi kulingana na mtu ambaye alikuwa wapi? Hapa. Anguko la mtu aliyoko pale huwa ni kubwa zaidi. Kwa hiyo Hamani anapoinuliwa, Biblia inasema akapita kwenye ule mlango wa mfalme, akaona watu wote wanaanguka na kuinama, alafu mtu mmoja anaitwa Mordekai, yeye amebaki amefanyaje? Amesimama. Yeye amefundishwa toka akiwa mdogo ya kwamba mtu unayetakiwa kumpigia magoti na kuinama juu yake ni Mungu Jehova. Haleluya. Ni Mungu nani? Jehova. Huyo ndio tunapaswa kumwabudu, lakini sio mtu. Biblia inasema wakamwambia Hamani, mbona hauinami? Mbona unayaifu sheria ya mfalme? Biblia inasema hakuwasikiliza. Wakamwarifu Hamani habari za Mordekai, waone kama habari zake zitasimama. Na Biblia inasema ya kwamba Mordekai akaona kumwangamiza Hamani peke yake haitakuwa sifa. Akatafuta kujua kabila lake, akaambiwa ni Myahudi, akasema basi nataka nidili nao nini? Wote. Akasema nataka nidili nao wote. Akaenda kwa mfalme, kwa sababu ni mtu mkubwa. Alafu kumbuka wakati mfalme Asuero alikuwa anaongoza majimbo 127 duniani. Na yale majimbo usifikiri ni majimbo kama jimbo la Magu. Unapoongelea majimbo unaongelea ni nchi. Unanielewa? Ni nchi. Sawa sawa. Yaani nchi Tanzania ingelikuwa kajimbo kamoja. Maana yake alikuwa anaongoza nchi zaidi ya 127. Mataifa. Wakati ilikuwa ndio dola yenye nguvu. Ndio dola ilikuwa inatawala ulimwengu. Biblia inasema akaenda kwa mfalme, akamwambia mfalme, kuna kakabila kamoja ambako sheria zao zinafarakana na sheria za mataifa mengine. Si vema mfalme kuchukuliana na kakabila. Naomba mfalme atoe amri kaangamizi wa kakabila, na mimi nitalipa fedha kwa ajili ya watakao fanya hiyo kazi ya kuangamiza.
Biblia inasema mfalme akamwambia, fedha umepewa na watu pia, fanya uonavyo nini vema. Wakati huo Malkia naye yupo kwenye ule utawala. Esther tayari ni Malkia. Biblia inasema nyaraka zikaandikwa na tarehe ikaandikwa ya watu kuangamizwa. Huyu amepewa nafasi. Ile nafasi na kusudi la Mungu, yeye bado hajajua kama ina kusudi la Mungu. Biblia inasema Mordekai baada ya kupata ile taarifa akampelekea ujumbe Esther. Akamwambia, Esther, naomba ufanye jambo. Tumetangaza kuuawa Wayahudi wote duniani. Fanya jambo. Malkia akajitetea akamwambia, baba, mimi nitafanya nini? Mimi ni Malkia tu. Mimi ni Malkia tu. Hakuna amri yoyote inayoni support, lakini ujue siwezi kuingia hizi siku mbili, maana na siku 30 sijawahi kuingia kwa nani? Kwa mfalme, wala sijaitwa. Na unajua kuna sheria moja, ukijipeleka mwenyewe kuna sheria moja, usipopata kibali kisu jambia linapita kwenye nini? Kwenye shingo. Akamwambia, baba, mama, nenda. Uwe umeitwa, uwe hujaitwa, fanya jambo. Bila kufanya jambo usifikiri wewe utafanyeje? Utakuwa salama. Hivyo naelewa watu wa Mungu pekee ndio hawajui, hata wanapokuwa kwenye nafasi fulani za uongozi labda wa nchi, huwa hawaelewi kama wako kwenye zile nafasi kwa kusudi la Mungu. Ndio maana utakuta watu wa Mungu wapo kwenye nafasi fulani na hawawezi kusema jambo ambalo litamwakilisha Mungu kwenye ile nafasi. Biblia inasema Esther alipoona mambo ni magumu akamwambia, sawa, lakini tuingie kwenye maombi. Twende mbele za Bwana kwa siku 3. Tusile wala kunywa, ili nitafute kibali kwa Mungu, ili niende kwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake ameanza kuelewa ya kwamba nipo kwenye nafasi kwa kusudi la Bwana. Ndio maana anataka maombi. Baada ya kueleweshwa anaelewa ya kwamba nafasi nilionayo nimebeba watu wa Mungu nyuma. Na nikwambie mpendwa, kwenye nafasi unayo Mungu anayokupa, nyuma yako kuna watu, nyuma yako kuna kusudi la Bwana, nyuma yako ziko mbingu zinakuangalia, nyuma yako kuna Mungu anaangalia ufanye nini kwa ajili ya ufalme wa Bwana. Nyuma yako kuna maslahi ya ufalme wa Mungu aliye hai, anataka kuyapitisha kupitia wewe. Lazima utambue ya kwamba umebeba kusudi la nani? La Bwana, na ufanye sawa sawa na kusudi la Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Yale maombi yakaombwa Bwana, maombi ya siku 3 bila kula wala kunywa. Maombi yakaanza yakaombwa. Baada ya kumalizwa maombi, wakati huo adui na anafurahi, wakati huo adui anajua tayari nimeshawamaliza. Wakati huo watu wa Mungu wanajua, Mungu akiangalia kule mbinguni anaangalia kuna maombi yanaombwa, anajua kuna nafasi inatakiwa itwaliwe, kuna muovu anatakiwa kuondolewa, kuna watu wanataka kumiliki nafasi zao. Kuna wakina Mordekai wako langoni, wanahitaji watoke langoni waende kwenye nafasi fulani. Wataendaje? Mpaka baada ya maombi kuombwa. Yale maombi yalipoombwa mambo yakafanyika. Haleluya. Na nikwambie mpendwa, kuna nafasi ukiukalia, kuna mambo makubwa yanaanza kutokea kwenye maisha yako. Ndio maana katika maeneo ambayo unatakiwa usiyafanyie kuregea ni eneo la maombi pia. Unanielewa vizuri? Maeneo nilivyosema, eneo la maombi utaki kulifanyia mlegezo. Usiregee kwenye eneo la maombi. Kama unataka kupenya, kama unataka kwenda mbali, usiregee kwenye hilo eneo. Haya maisha ya ufalme wa Mungu huwa hayaendi bila maombi mengi. Paulo anasema kwa maombi mengi na kwa machozi mengi.
kufunga mara nyingi, kuvunjikiwa tanga mara nyingi. Maana yake hakiwezi kwenda bila maombi, kwa sababu we are in battle, tuko kwenye vita. Mambo ya rohoni ni vita. Huyo Paulo anayekwambia habari za vita, yeye anaelewa. Ndio mtu pekee anasema anajua mtu mmoja alikuwa katika mwili, ama sio nje ya mwili sijui, lakini alipata neema ya kwenda mbingu ya ngapi? Ya 3. Akasikia mambo ambayo sikio halijawahi kuyasikia, na akaona mambo ambayo jicho halijawahi kuyaona. Alikuwa mwombaji. Aliomba mpaka ikafika mahali akasema, mimi nanena kwa lugha kuliko ninyi nyote. Unaweza kaimagine hiyo jamani ilikuwa na maombi ya kiasi gani? Yaani unajua haitoshi kusema, yaani unajua kufika mahali mimi nikasimama nikasema, mimi naomba kuliko ninyi nyote. Mimi naomba kuliko ninyi. Maana yake nimeangalia sio tu kwa jicho la nje, la ndani rohoni, nikajua mkiomba sana mnaishia saa 1. Mimi wanaenda 4, mimi naenda 5, mimi naenda 12. Ndio naweza kusema kwamba mimi naomba kuliko ninyi. Hiyo statement sio ndogo. Huyo mtu anaelewa Paulo ya kwamba huwezi kumiliki nafasi pasipo maombi. Kwa nini? Kila nafasi, nilikwambia jana, kila nafasi unataka kuimiliki, kuna mtu anaikalia hiyo nafasi. Kila nafasi, iwe ni ofisini. Hata unaona watu ambao wanafanya kazi katika kutegemea nguvu za giza, huwa wanataka kumuondoa mtu kwenye kiti ili wao wakae. Watafight na wewe kukuondoa kwenye hiyo nafasi. Watafight na wewe kukuondoa kwenye hiyo ndoa wakae. Kwa nini hawafight na vijana na wanaume ambao hawana? Kwani kuna watu ambao hawana ndoa? Si wako wengi tu. Ni wanaume na wako mtaani na hawana ndoa, lakini hawataki. Wanatafuta yule mume wa nani? Wa mtu. Hawataki nafasi ambayo iko plain, wanataka nafasi yenye mtu. Wamuondoe ili wao wafanyeje? Wakae. Maana kinategemea huyu mtu yuko stable namna gani. Biblia inasema mwenye nguvu ailindapo nyumba yake iko salama, lakini akija mtu mwenye nguvu kuliko yeye akamfunga, ndivyo uiteka nyumba yake. Kwa hiyo mama, unapokuwa kwenye ndoa yako na ukahakikisha ya kwamba roho una nguvu na umeiatamia, maana hakuna mwenye kuichukua, lakini siku ukiregea atakuja mwingine, atafanyeje? Ataibeba. Na walokole uzuri ni wepesi kukata tamaa. Wanasemaga mimi namwachia Mungu. Namwachia Mungu? Hakuna kumwachia Mungu. Pambana. Mimi namwachia tu Mungu. Alafu kimwachia Mungu inakuwaje? Pambana, fight. Mungu amekupa neema na mamlaka. Unanielewa? Ukimwachia naye anakuachia. Sawa sawa? Unamwachia namna gani yani? Mimi namwachia tu Mungu. Ili unamwachiaje? Afanyeje yani? Na wakati ameshasema wewe ni rungu langu na silaha zangu za vita, kwa wewe nitavunja mataifa, na kwa wewe nitavunja falme. Manake wewe ndio rungu la nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana vizuri? Kwa leo tukifika kwenye eneo la kuomba, omba kama hutaomba. Omba kama hutaomba. Omba kama hutaomba. Omba kama hutaomba. Kama huwezi kufight, anakuambia utabaki hivyo hivyo. Mwaka juzi alikuja, simuite baba, muite kijana. Ni kijana ambaye tayari alikuwa na mke. Ameanza kufunga ndoa yake, kanisa lingine, akahamia pale kanisani. Yeye ni daktari, maana amesomea udaktari. Anafanya hizo kazi. Lakini alikuwa amepambana. Unajua kozi za afya ukishamaliza kusoma, whether labda ni degree, na amesoma pale degree yake pale Buganda,
unatakiwa ufanye mitihani ya kitu kinaitwa leseni. Usome nini? Leseni. Usifanye mitihani, wanafanya tu mitihani ya leseni ambayo inatolewa na Wizara ya Afya. Ukifanya ile leseni ndio unakuwa kama ni daktari aliyekamilika. Kwa sababu kwenye document nyingi za bima kuna mahali ambako daktari anatakiwa kuandika namba yake. Sasa ile ndio wanaipata baada ya kufanya mitihani ya kupata leseni. Unanielewa vizuri? Fikiria huyu mtu amesoma, ameweza kuhitimu masomo yake vizuri ya udaktari, alafu akajaribu kufanya mitihani ya leseni, alikuwa ameshaferi mara 3. Mara ngapi? Mara 3. Kinachomferisha ni kwamba kuna vita ya kifamilia. Sasa ni haya alianza kunihadithia baada ya kuja kanisani. Kaniambia, baba, nimeshapambana mara 3, nimekwama. Kinachomferisha ni kwamba shangazi yake alisema kutokana na ugomvi wa kifamilia kati ya babake na yule, kati ya dada mtu na kaka mtu, akasema kama ni hivyo na wewe wanako hawatasoma, tunataka soma, tunataka toboa. Hata akitoboa akamaliza kusoma hatapata kazi. Kwa nini anasema mimi mwenyewe nimesoma kwa mbinde, nilikuwa nikiingia tu darasani na lala, nikitoka sina usingizi, nikiingia tu usingizi. Yaani ili nitoboe kila eneo nilihitaji maombi mazito. Bila maombi hamna. Kaniambia hili nimetoboa. Kila ikikaribia ile mitihani ninaota niko kijijini. Kila ikikaribia mitihani ya leseni ninaota niko nyumbani kijijini. Nikishaota hiyo ndoto nikienda kwenye mtihani na feli. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikakaa naye, nikaanza kumpa maombi ya kimkakati, strategic prayer. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua watu hawaelewi ufalme wa giza una mikakati ya nini? Una mikakati yao. Kwa watu wa Mungu nao they have to have those strategic. Unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Nikamwambia moja ya kitu, nikishamwambia kama utaamini katika maombi ukasimama, hiyo mbio, nikamwambia tunaanzisha maombi ya mbio ndefu. Katika vitu ambavyo wachawi hawawezi ni maombi ya marathon. Maombi ya marathon baba hawawezi. Watasurrender. Wataona nini? Vumbi. Nikamwambia kuna kamsemo kanasema hivi. Consistency break resistance. Ukitaka ku break any resistance lazima uhakikisha kwamba una consistency. Sio maombi yale tunaombaga unaomba unaacha, unaomba unaacha, unaomba unaacha. Nikamwambia sasa tunaanza mbio ndefu. Kaanza hizo mbio kwa mwezi wa 2. Mwezi wa 4 wakafungua dirisha Wizara ya Afya kwa ajili ya kuandaa mitihani wafanye mwezi wa 5. Nikamwambia ninachokuhakikishia this time unatoboa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikamwambia unafanyaje? Unatoboa. Unafanyaje? Ilipofika mwezi wa 5 Wizara ya Afya wakasema kuna dharura imetokea, wakapeleka mbele mitihani, wakasema watafanya mwezi wa 7. Nikamwambia it's a matter of time, wamechelewesha tu muda wa kufaulu, lakini kufaulu kuko pale. Labda usiwepo kabisa mtihani, waseme tumefuta. Lakini kama as long as watauleta, kama ni mwezi wa 7 sio mbaya, tusubiri. Tuendelea na maombi yetu. Kufika mwezi wa 7 wakafungua dirisha. Kwanza moja ya vitu ambavyo tulianza kushughulika nazo, tulianza kushughulika na zile roho za kule kijijini. Tukasema tutaishi Mwanza lakini tutapiga watu walio kijijini. Unanielewa? Tutaomba tukiwa Mwanza lakini tutampiga mtu aliyeko Bariadi kijijini. Maana kwa ilikuwa ni Bariadi. Sasa
tutakuwa tunapiga mashambulizi, tutakuwa tunakaa Mwanza lakini tunafanya vita Bariadi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kafika mwezi wa 7 akafungua dirisha. Nikaambia uwe na amani. Siku alipo kama kesho mitihani yake, asubuhi kabla hajaenda akaja kanisani asubuhi, tukaomba, nikamwambia enenda kwa amani ya Bwana na Mungu akakupe kushinda. Akaenda akafanya mitihani ya siku 2, just 2 days, akafanya mitihani yake akamaliza. Nikamwambia wala usijali, wewe subiri matokeo. Matokeo anakuja anaambiwa yametoka. Akanipigia kana, baba wameniambia yametoka lakini sina ujasiri wa kufanyaje? Wa kuyaangalia. Kama najua ni inakuchanganya mtu, wewe uko na familia afu na feli tena mara 3, sinaelewa. Eti matendo eti inapeni sana eti uko na familia afu umefeli mara ngapi? Bora ukiwa bado mtoto unaweza kwa yaani uko na familia umefeli mara 3, nawaambiaje kwanza kwa familia nimefeli tena mara ya 4. Akasema, akampigia rafiki yake akamwambia niangalizie. Yeye akazima na simu kabisa. Niangalizie, afa akazima na nini? Akamtumia tu namba, niangalizie namba yangu ya hapa, akazima na simu. Ili aje aone baadaye. Akaja ibadani, ilikuwa Jumapili. Amemaliza ibada. Akiwaza kuiwasha simu, anaona kama ngoja tuliende nyumbani. Amefika nyumbani amekaa, si niwashe, si niache tu. Tukutana habari gani? Shakapata ujasiri, pata ripoti bwana. Acha nifanyeje? Washa simu yake. Ujumbe wa kwanza anakutana na mwanangu umetoboa. Umetoboa mwanangu. Akasema haiwezekani, hakuamini. Akamtafuta mwenzake, rafiki yake mgani, niangalizie. Yaani bado haamini. Yule rafiki yake akamwangalizia, mwanangu umetoboa. Akasema hamna, siamini, ngoja nitafute watatu. Akatafuta watatu, mwanangu niangalizie. Mimi siko kwenye internet, nina kitochi, niangalizie mwanangu. Yeye akamwangalizia, mwanangu umetoboa. Akasema sasa ngoja na mimi niangalie sasa. Kwa mashahidi ya watu wangapi? Watu wananidanganya, hamna, haiwezekani. Ngoja na mimi nifanyeje? Niangalie. Anaangalia, anakuta amefanyeje? Ametoboa. Unanielewa vizuri? Lakini haikuwa kirahisi. Lazima upambane. Lazima uombe. Esther anawaambia ya kwamba tutaingia kwenye nini? Kwenye maombi ya siku 3 ili tubadili mafaili. Maana tayari tumeshahukumiwa kufa. Kwa hiyo tunatakiwa kukata rufaa kwenda kwenye mahakama nyingine ya juu. Hatuwezi kukata rufaa bila nguvu. Kwa hiyo let us find power kwanza. Tafuta neema ya Mungu ili tuende huko mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya maombi, unaona wa watu, Biblia inasema Esther anapata kibali machoni pa mfalme. Na penyewe unaona Obama iko very strategic kipara. Nafikiri kesho nitakuwa naongelea kwa kipande fulani, nitaongea zaidi kwenye hilo eneo. Lakini nafasi huwa imebeba kusudi la nani? La Mungu ndani. Nafasi imebeba kusudi la Mungu. Nafasi imebeba nini? Kusudi la Mungu ndani. Upo kwenye nafasi fulani, jua kuna kusudi la Mungu nyuma yako. Usijidharau. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Biblia inasema ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Maana ukijiona uwezi utakaa pale pale, lakini ukijiona ya kwamba naweza, Paulo anasema na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sawa. Jambo la ngapi? La 3, si ndivyo?
Nafasi huwa imebeba heshima ndani ya maisha ya mtu. Nafasi pia huwa imebeba heshima. Nafasi imebeba heshima pamoja na nuru. Nafasi imebeba heshima pamoja na nuru. Wewe unaona ni nafasi, lakini nyuma ile nafasi kuna heshima. Nyuma ile heshima, nafasi kuna nuru. Na leo kama kuna mahali unaona nilipoteza nafasi yangu, leo mwambie Mungu, nataka nirejee kwenye ile nafasi. Unaona wale watu ambao tumeangalia 5 waliopoteza nafasi, wote walipoteza katika mazingira tofauti tofauti. Wote kuna sababu zipelekea wao kupoteza. Kuna wengine ambao walipoteza kwa dhambi. Walipofanya dhambi na nafasi ikapotea. Kuna wengine walipoteza kwa sababu ya kutokujali. Walipofanya vile wakapoteza. Kuna wengine walipoteza kwa sababu ya tamaa. Kama kina Yuda, tamaa. Kina Ruben, dhambi. Kina Adam, kushawishiwa na watu wao wa karibu, kusimama kwenye nafasi zao, wakajikuta wako out of their position. Kina Sauli, kutokutii, wanaambiwa watii. Nafasi imebeba heshima na nuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Mathayo sura ya 12 na ule mstari wa 26, Yesu anaongelea juu ya heshima mtu akimtumikia. Maana yake mtu akisimama kwenye nafasi ya utumishi. Hasa pale aongelei tu wachungaji. Kwa sababu pale unaweza ukafikiri ukawaangalia tu, ukawaona wakina Soane, kina mama Soane, kina Esther na watu wengine. Pale haongelei hao. Utumishi una nyanja nyingi. Unanielewa vizuri? Hajaenda kukaa kwa, aliyasema mtu akiwa mchungaji. Anasema mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Maana nilipo mimi, ndipo na mtumishi wangu atakapokuwepo. Maana kila nafasi unapoimiliki, ndani yake imebeba heshima. Unaposimama kwenye nafasi, Biblia inasema Baba anakuheshimu, Baba anakutukuza, Baba anaachilia heshima kwenye maisha yako. Maana yake kuna heshima haiwezi kuja mpaka umesimama kwenye nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Fikiria kama ningekuwa bado naishi maisha ya pombe, kama ningeweza kufahamiana Soane, mtu mkubwa kama huyu, baba askofu, ningemfamia wapi? Ningewezaje kuja angalau? Ndio. Angalau kupata nafasi hata ya kuongea naye. Hiyo nafasi tusingefahamiana. Lakini matokeo ya kufahamiana watu wakubwa kama hawa, maana yake ni matokeo ya ile na nini? Nafasi. Kwani kuna heshima ambayo Baba ameshasema ya kwamba mtu akikubali kunitumikia, Baba atamheshimu. Kwa hiyo heshima iko pale, inasubiri mtu akae kwenye ile nafasi, then ile heshima iwe active. Inasubiri mtu akubali
ile heshima ianze kufanya kazi. Maana yake sio wewe unaisubiria heshima, lakini heshima inakusubiria wewe uwe kwenye nafasi. Inakusubiria siku utakapokuja. Inakusubiria heshima siku utakapokuja kwenye ndoa yako. Siku utakapomiliki nafasi ya ndoa yako, ile heshima ipo. Maana yake sio wewe unaisubiri heshima, sio wewe unaitafuta heshima. Wala hatutafuti heshima, na heshima yenyewe inatusubiria tukae kwenye ile position, alafu yenyewe ianze kurani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kama unanielewa? Kuna mambo unayoyatafuta na yenyewe yanakungojea kwenye pointi fulani mkutane. Yesu anasema ya kwamba mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Kwa hiyo huyu Baba ukija tu kwenye utumishi, sio ndio anaanza kuandaa heshima ya kuja kwako. Ile heshima iko pale, imekuwa na kukusubiria kabla wewe hujaingia kwenye hiyo. Kwa sababu one of the package ambayo iko imminated na hiyo nafasi, imeunganishwa kabisa, iko ndani, huwezi kuitenga na hiyo nafasi. Ukishaingia tu pale tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni haki, ni haki. Na ikishakuwa haki, sio tena ya kutafuta. Iko pale, ni haki yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nasema na mtu mmoja angalau eti. Kuna mtu nasema naye eti. Esta sura ya 8 mstari wa 15. Mtumishi wa Bwana soma Esta sura ya 8 mstari wa 15. Kitabu cha Esta 8:15 mpaka 17. Naye Mordekai akatoka usoni pa mfalme, amevaa mavazi ya kifalme ya rangi ya samawi na nyeupe, mwenye taji kubwa ya dhahabu na joo ya kitani safi ya rangi ya zambarau. Wakamshangilia Mordekai. Unaona hayo mambo yako mangapi? Karibu 4. Ikawa nuru, shangwe, heshima na nini? Na furaha. Kwa nani? Kwa Wayahudi. Haya mambo yote 4 yanatokea kwa sababu ya nafasi. Kwa sababu mstari wa kwanza anaongelea namna ambavyo baada ya Hamani kutundikwa, Biblia inasema hivi, mfalme akaitoa pete aliyokuwa amempa Hamani, akampa Esther mlango wa Hamani, na Esther akampa Mordekai ule mlango wote. Akampa Mordekai ile position. Akamwambia, kuanzia leo Mordekai, wewe utakuwa tena, hautakuwa tena getini. Hautakaa tena getini. Wewe tayari utakuwa miongoni mwa maakida wakuu wa mfalme Asuero. Na Biblia inasema ya kwamba baada ya yeye kupewa hiyo, kuna mambo yakaja mavazi ya rangi ya samau, ikaja joho la rangi ya zambarau, ukaja muhuri wa pete. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikaja taji ya dhahabu kichwani inayomtambulisha ya kwamba huyu ni mkubwa, ni mtu wa pili kutoka mfalme Asuero. Tayari neno lake likawa na sauti, tayari neno lake likawa na watekelezaji. Bwana Yesu asifiwe sana.
Alipokuwa sasa akiongea, kuna watu wanaanza kutekeleza. Na nikwambie, kuna nafasi ukimiliki, kila matamko utakayokuwa unatoa yanakuwa na maana rohoni na mwilini. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema pakawa na nuru. Pale ni kwa sababu kuna mtu amebeba nafasi yake. Unapomiliki nafasi, kuna nuru inakuja. Ndio maana Isaya anamwambia ya kwamba inuka na uangaze, kwa maana nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Hawa watu walikuwa wanaambiwa vile, usifikiri walikuwa kwenye amani. Walikuwa kwenye changamoto, lakini katikati ya changamoto Mungu anaona kuangaza. Katikati ya changamoto Mungu anaona kuinuliwa. Katikati ya changamoto Mungu anaona kupaa. Katikati ya changamoto Mungu anaona kuangaza. Nataka leo usione changamoto, anza kuona unaenda katika jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka uone hivyo, ya kwamba sio tu ya kwamba utakuwa utatia huruma, pana. Uone ya kwamba hautatia huruma, hautakuwa miongoni mwao wanaotia huruma. Kizazi chako hakitatia huruma, watoto wako watatia huruma, maisha yako yatatia huruma katika jina la Yesu aliye hai. Maisha yako yatakuwa ya kuhurumiwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amini kwenye kufanikiwa. Amini. Hautatia huruma. Kuna heshima imekuja kupitia hiyo nafasi. Kuna heshima inakuja kupitia nini? Nafasi. Maana nafasi imebeba heshima. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna heshima yako inakuja. 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 Heshima iliyokuja kwa Mordekai inakuja na, kwa sababu Biblia inasema Mungu Yesu ni yeye yule jana, leo, hata milele. Yeye hajabadilika wala hatabadilika. Kama aliachilia nuru, Mungu yule aliachilia nuru kwa Mordekai, ataachilia nuru kwako pia katika jina la Yesu aliye hai. Toka kwenye mtazamo wa kushindwa. Toka kwenye mtazamo wa kushindwa. Kaa kwenye mtazamo wa kushinda. Anza kuona nafasi narudi. Anza kuona rohoni narejea. Anza kuona push kwenye maombi. Omba. Usiwe mtu mregevu. Don't be lazy. Nasema mtakuwa waregevu hata lini? Mtakuwa waregevu hata lini? Mtakuwa watu wenye kukubali matokeo hata lini? Mtakuwa watu wenye kukubali hali za familia hata lini? Katika mambo ambayo mimi namwambia Mungu kila siku, sitaki kuishia mahali ambako familia yangu iishia. Nataka kwenda zaidi ya hapo, mara 100, mara 10. Nataka kuwa bora mara 10 zaidi kuliko wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uone hivyo, kwa maana nataka kuwa nini? Bora zaidi. Na nguvu ya kuwa bora iko ndani yako. Nguvu ya kuwa bora iko ndani yako. Nguvu ya kuwa bora iko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu ya kumtumikia Mungu iko ndani yako. Nguvu ya kutembea na neema ya Bwana iko ndani yako. Nguvu ya kufanikiwa nasema iko ndani yako kwa jina la Yesu aliye hai. Inua mkono wako mmoja juu, nikubariki. Alafu tukutane kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Reso takaramaya. Nikubariki alafu tukutane kesho. Nikubariki alafu tukutane kesho. Nikubariki alafu tukutane kesho. Nikubariki alafu tukutane kesho. Kesho tutakuwa na maombi mengi sana. Kesho nafikiri tutakuwa tu ni siku maalum ya maombi sana sana. Sana sana. Sana sana sana. Sana sana sana. 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 Reso takaramaya. Watu wakuu hapa.
au mitano ijayo, utakapoamua kuishi maisha fulani ya kuwa na ya kuamini juu ya kukaa kwenye nafasi na kumwamini Mungu na kusimama kwenye maombi, utakapokutana wakati mwingine tutakuwa tunaongea habari zingine katika jina la Yesu. Unanielewa vizuri? Tutakuwa tunaongea habari zingine kwa jina la Yesu. Tutakuwa tunaongea habari zingine kwa jina la Yesu. Kuna mahali Mungu atakuwa amewafikisha. Kuna mahali Mungu atakuwa amewapeleka. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha kuangalia mazingira. Acha kuangalia mazingira. Amini ya kwamba Mungu ndiye Mungu mwenye uwezo. Amini juu ya nguvu za Roho Mtakatifu. Amini juu ya uwezo wa Bwana. Amini juu ya ukuu wa Bwana. Amini juu ya neema ya Bwana. Amini juu ya nguvu za Mungu. Amini juu ya nuru. Amini juu ya kusudi ulilobeba. Moja ya vitu ambavyo mimi nilikataa kutoka mwanzo, nilimwambia Mungu, sijabeba kusudi dogo, nimebeba kusudi kubwa katika jina la Yesu ni hai. Nimebeba kusudi kubwa. Sitaangalia elimu nilionayo, sitaangalia hilo, nitaliangalia kusudi nilionalo. Kama shida ni elimu, Mungu atanipa watu wenye elimu watanisaidia. Na nikwambie, ndio maana unakuta watu waliofanikiwa wengi wala hatasoma profesa, lakini Mungu amewapa watu wenye elimu ambao wanaweza kubeba ile kusudi. Na nikwambie, kama ukupata neema ya kuwa profesa, wala usiogope, wala usiogope. Nasema usiogope. Unaweza kwenda mbali kama utatulia na Mungu aliye hai. Kama utaiogopa dhambi, utakataa dhambi katika maisha yako, ukasimama na Mungu, ukamtafuta Mungu wa baba yetu, ukamtafuta Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, ukamtafuta yeye, atageuza maisha yako, atageuza historia yako, atageuza kesho yako, atageuza. Na nikwambie, kuna siku tutakutana. Inawezekana sio kesho, inawezekana sio mwaka huu, inawezekana sio mwakani, inawezekana ndani ya miaka 5 ijayo, inawezekana ni miaka 10 ijayo. Alafu tukaongea habari zingine. Hatutakutana katika hali hii, hatutaniona katika hali hii. Lazima uamini hivyo ya kwamba kuna wakati unakuja. Sitakuwa kwenye hii hali, sitakuwa kwenye haya maisha, sitakuwa kwenye sitakuwa hivi nilivyo. Uliyeniona leo, hautaniona hivyo miaka 3 ijayo, hautaniona hivyo miaka 5 ijayo, hautaniona hivyo miaka 10 ijayo, hautaniona hivyo miaka 20 ijayo. Unaona kizazi changu leo kwenye hii hali, hautaniona hivi. Unaona mtumishi wangu leo, hautaniona kwenye huo irevu. Kuna mahali ninaenda, kuna mataifa yananisubiri, kuna nchi inanisubiri, kuna Mwanza inakusubiri, kuna kanda ya Ziwa inakusubiri, kuna Tanzania inakusubiri, kuna East Africa inakusubiri, kuna familia inakusubiri, kuna Tanzania inakusubiri, kuna Afrika inakusubiri, kuna dunia inakusubiri. Kuna mtu anasubiri, kuna mtu anasubiri, nafasi inakusubiri. Kuna position is waiting for you. Kuna nafasi inakusubiri, kuna nafasi ya utukufu, kuna utukufu inakusubiri. Isaya 52:2 anasema, inuka ebidi Sayuni, kumbuka mavumbi yako kaketi, uweze kuondoka. Jifungue vifungo vyako shingoni, uondoke uende. Nasema lazima uamini ya kwamba iko unaketi, unainuka mavumbini, umekaa kwenye mavumbi kwa muda mrefu. Sasa ni wakati wa kutoka mavumbini, ni wakati wa kutoka kwenye comfort zone ambayo umekuwa nayo. Umekuwa kwenye eneo la faraja muda mrefu, umekuwa kwenye eneo la faraja, umekaa kwenye eneo la kujifariji, umekaa kwenye eneo la faraja, hautafanikiwa kwa sababu uko kwenye eneo la faraja. Utafanikiwa kwa sababu umeamua, umesema mimi sio hapa, umesema mimi sio hapa, mimi sio mazingira haya, mimi sio nafasi ndogo, mimi sio mfanya biashara wa kiwango hiki, mimi sio mfanya kazi wa kiwango hiki. Ndani yangu ninaona project kubwa, ndani yangu ninaona biashara kubwa, ndani yangu ninaona utumishi
ukombozi mkubwa ndani yangu. Ninaona wako wanazaliwa, wako watumishi wakubwa wanazaliwa, wako vijana wenye nguvu wanazaliwa, Mungu akuamshe roho, Mungu akuamshe roho, roho ya kumiliki nafasi. Biblia inasema Koresha akasema Bwana Mungu wa mbinguni ameniamsha roho, ameniamsha roho. Ni maombi yangu Bwana amshe roho za waombaji, Bwana amshe waombaji, Bwana amshe roho za watu wafungaji, watu wenye mifungo, watu wanaoishi maisha yako tafuta Bwana na nguvu zake. Rama sara baba ya karaba tota na soka baba moto ndani yako, moto Mungu amshe moto, Mungu amshe moto, Mungu amshe moto, Mungu amshe moto kijana kwenye masomo yako, kwenye kesho yako. Uone kuna mahali unaenda, uone kuna eneo unaenda, Bwana akupe macho, akupe jicho la kuona, akupe jicho la kuona, akupe jicho la kuona kesho, akupe jicho la kuona, la kuona miaka miwili ijayo, la kuona miaka mitatu ijayo, la kuona miaka minne ijayo, la kuona miaka mitano ijayo, la kuona miaka sita ijayo. Mungu asinuie, Mungu akuamshe roho, Mungu akuamshe ushujaa ulioko ndani yako, Mungu akuamshe. Amsha vijana, amsha mabinti, amsha wanawake, amsha wanaume, amsha waliokomaa, waamshe kwa ajili ya wataka, waweke tayari kwa vita, waweke tayari. Kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, watu watakaokataa, watakaosema yatosha, maisha haya yatosha, aina hii yatosha, 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 familia hii yatosha, kukaa kwenye hii hali yatosha, 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 kutembea kwenye hii hali, kutembea kwenye nguvu ya namna hii. Iko neema inatembea, iko neema ya Bwana, iko kiu. Bwana achilie kiu, Bwana achilie njaa. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mosi 8:11 ya kwamba kuna njaa itakuja, nayo haitakuwa njaa ya kukosa chakula, bali itakuwa njaa ya maneno ya Bwana aliye hai. Bwana achilie njaa na kiu ya kuona mtembeo wa kimungu, ya kuona mambo yanatokea. Ramako. Asante Bwana kwa wema wako, asante Mungu wa miujiza, asante Mungu wa neema, asante mfalme wa amani. Sitakuwa namna hii, watu hawa watakuwa namna hii, vijana hawa watakuwa namna hii. Unabadilisha historia za maisha yao, unabadilisha historia za familia zao. Unajinulia wakina Yusufu mahali hapa, unajipatia wakina Debora mahali hapa, unajipatia wakina Esther mahali hapa, unajipatia Bwana. Resoka karabako, kuna watu unawashangilia moto, unaamsha roho zao. Kana watu roho zao zinaamshwa, kana watu roho zao zinaamshwa, kana watu, narudia tena, kana watu roho zao zinaamshwa, roho zao zinaamshwa, roho zao zinaamshwa. Roho inaamshwa kwa maombi, roho inaamshwa kwa kazi, roho inaamshwa kwa utumishi, roho inaamshwa, roho inaamshwa, roho inaamshwa, roho inaamshwa, roho inaamshwa, roho inaamshwa, roho
Rapa Ripa Rabasana Rabakanaba Rasota Rabadia Rasota Rabadia Rima Sarabakota Rima Sarababa Ramayata Raba Yata Rabayata Rasota Rababa. Kuna watu wanainuliwa na Bwana. Kuna watu roho ya kuwa kila siku inaondolewa, inaanza kuachiliwa mifungo ya Rabatota Ramashadaraba Yakarababa Resotarabaya. Kuna watu wamebeba kusudi la Bwana linachanua ndani yao, linachanua ndani yao kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Kana watu wanatutazama, Bwana anaachilia neema, anainua mioyo, anaamsha roho, anaamsha roho, anaamsha roho, anaamsha roho, anaamsha roho, upako wa kuamsha roho, upako wa kuamsha roho kwa jina la Yesu aliye hai. Asante Bwana, mabwana, Mungu wa neema. Asante Mungu wa neema. Asante Mungu wa baraka. Asante Bwana, mabwana. Rama Sanda Ramaya Rikota Rababa Rama Shaka Ramaya. Pana watu mahali hapa, Mungu anaamsha roho zao. Mungu anaamsha roho zao. Mungu anaamsha roho zao. Mungu anaamsha roho zao kwa ajili ya matokeo makubwa. Mungu anaamsha roho zao. Pana roho zinaamshwa, pana roho zinaamshwa, pana roho zinaamshwa, pana roho zinaamshwa. Nasikia hivyo ndani. Pana roho zinaamshwa, pana roho zinaamshwa. Roho za waombaji zinaamshwa, roho za maombi inaamshwa, inaamshwa. Roho ya kuomba bila kujihurumia inaamshwa. Biblia inasema toka enzi za Yohana Mbatizaji hata leo ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu, nao wenye nguvu wameuteka. Haongelei nguvu za mwili, anaongelea nguvu za maombi. Paulo anasema ingawa utu wa nje unachakaa, lakini wa ndani unafanywa imara siku hata siku. Biblia inasema Paulo akamwambia mtu huyo hawapo katika mwili, anaonekana ni mtu dhaifu, lakini nyaraka zake zina nguvu kuliko yeye. Matamko yake yana nguvu. Kuna watu wanapewa matamko yenye nguvu. Kuna watu wataonekana wa kawaida nje, lakini watakuwa na matamko yenye uweza. Ulimwengu wa roho utakuwa unatii kile wanachokisema. Kuna watu anga litawatambua. Kuna watu watatambulikana rohoni. Kana watu mahali hapa, kana watu mahali hapa wataonekana dhaifu mwilini, lakini maneno yao yatakuwa mazito. Maneno yao yatakuwa mazito. Maneno yao yatakuwa mazito. Maneno yao yatakuwa mazito. Iko neema hiyo inakupata. 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 Iko neema hiyo inakupata ya kufanywa imara siku hata siku, ya kufanywa imara siku hata siku, ya kufanywa imara siku hata siku, ya kufanywa imara. Kuna watu wanatembelewa na Bwana wanapokuwa majumbani. Iko neema itawatembelea. Wengine wanatutazama YouTube. Iko neema inakutembelea. Iko neema inakupata. Kana watu ayatatapa rapapapa rapapapa
Ingawa kwenye mwili wanaonekana dhaifu, lakini maneno yao yataamisha wachawi, yataamisha waganga, yatabadilisha maisha ya watu, yatawatoa watu dhambini, yatawageuza watu waliokataa kuwatoka. Wataitwa wasemaji wa Bwana. Hiyo neema inakuja, hiyo neema ninaiachilia kwako. Moja, mbili, tatu. Pokea, 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 pokea. Hiyo neema inakuja. Pokea, 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 pokea. Ni kwa ajili yako, ni kwa ajili yako, ni kwa ajili. Emmanuel Soane, mchungaji wa kanisa la Redeemed Assemblies of God Tanzania hapa Magu mkoani Mwanza. Kwa neema ya Mungu nimepata nafasi ya kukukaribisha kwenye ibada zetu za kila Jumapili. Ibada huwa tunaanza saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 6:30 mchana. Ni ibada za baraka zenye uwepo na nguvu ya Mungu. Nina uhakika ukihudhuria ibada hizo, Mungu atabadilisha sana maisha yako. Tunapatikana eneo la Nyamiseria Kipeja, barabara ya Ngudu, jirani kabisa na kituo cha watoto cha Maranatha. Karibu na Mungu akubariki. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu wa Mungu nayenitazama wakati huu, kwa majina naitwa Pastor Emmanuel Soane, mchungaji wa kanisa la Redeemed Assemblies of God Tanzania hapa Magu mkoani Mwanza. Kwa neema ya Mungu nimepata nafasi ya kukukaribisha kwenye ibada zetu za kila Jumapili. Ibada huwa tunaanza saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 6:30 mchana. Ni ibada za baraka zenye uwepo na nguvu ya Mungu. Nina uhakika ukihudhuria ibada hizo, Mungu atabadilisha sana maisha yako. Tunapatikana eneo la Nyamiseria Kipeja, barabara ya Ngudu, jirani kabisa na kituo cha watoto cha Maranatha. Karibu na Mungu akubariki. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu wa Mungu nayenitazama wakati huu, kwa majina naitwa Pastor Emmanuel Soane, mchungaji wa kanisa la Redeemed Assemblies of God Tanzania hapa Magu mkoani Mwanza. Kwa neema ya Mungu nimepata nafasi ya kukukaribisha kwenye ibada zetu za kila Jumapili. Ibada huwa tunaanza saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 6:30 mchana. Ni ibada za baraka zenye uwepo na nguvu ya Mungu. Nina uhakika ukihudhuria ibada hizo, Mungu atabadilisha sana maisha yako. Tunapatikana eneo la Nyamiseria Kipeja, barabara ya Ngudu, jirani kabisa na kituo cha watoto cha Maranatha. Karibu na Mungu akubariki. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu wa Mungu nayenitazama wakati huu, kwa majina naitwa Pastor Emmanuel Soane, mchungaji wa kanisa la Redeemed Assemblies of God Tanzania hapa Magu mkoani Mwanza. Kwa neema ya Mungu nimepata nafasi ya kukukaribisha kwenye ibada zetu za kila Jumapili. Ibada huwa tunaanza saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 6:30 mchana. Ni ibada za baraka zenye uwepo na nguvu ya Mungu. Nina uhakika ukihudhuria ibada hizo, Mungu atabadilisha sana maisha yako. Tunapatikana eneo la Nyamiseria Kipeja, barabara ya Ngudu, jirani kabisa na kituo cha watoto cha Maranatha. Karibu na Mungu akubariki. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu wa Mungu nayenitazama wakati huu, kwa majina naitwa Pastor Emmanuel Soane, mchungaji wa kanisa la Redeemed Assemblies of God Tanzania hapa Magu mkoani Mwanza. Kwa neema ya Mungu nimepata nafasi ya kukukaribisha kwenye ibada zetu za kila Jumapili. Ibada huwa tunaanza saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 6:30 mchana. Ni ibada za baraka zenye uwepo na nguvu ya Mungu. Nina uhakika ukihudhuria ibada hizo, Mungu atabadilisha sana maisha yako. Tunapatikana eneo la Nyamiseria Kipeja, barabara ya Ngudu, jirani kabisa na kituo cha watoto cha Maranatha. Karibu na Mungu akubariki. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu wa Mungu nayenitazama